Waziri kivuli wa ofisi ya waziri mkuu, bunge, sera, vijana, kazi na ajira kupitia ACT Wazalendo, Dorez Petro ameitaka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kuhakikisha kuwa ugawaji wa majimbo unazingatia vigezo vya kisheria badala ya kuongozwa na maslahi ya kisiasa. Akitoa kauli yake kwa umma siku ya Jumatatu Machi 17, 2025, amesema kuwa ugawaji wa majimbo katika Tanzania bara haujazingatia uwiano wa uwakilishi kwa wananchi, huku maeneo yenye idadi kubwa ya watu na jiografia kubwa yakipewa majimbo machache na maeneo yenye idadi ndogo ya watu yakitengewa majimbo mengi zaidi. Akitolea mfano, amesema mkoa wa Kigoma wenye wakazi 2,470,967 na ukubwa wa kilomita za mraba 45,066 una majimbo 8 pekee, wakati mkoa wa Mtwara wenye wakazi 1,634,947 na ukubwa wa kilomita za mraba ni 16,710 una majimbo 10. Wilaya ya Uvinza pekee ina kilomita za mraba 28,901 lakini ina jimbo moja, huku wilaya ya Masasi mkoani Mtwara yenye wakazi wachache zaidi ikiwa na majimbo 3. Amesema akisisitiza kuwa kuna haja ya kugawa jimbo la Kigoma Kusini na jimbo la Kasulu vijijini ili kuongeza uwiano wa uwakilishi. Ndolezi pia ametolea mfano wa jimbo la Pangani mkoani Tanga lenye wakazi 75,645 ambalo litapata mwakilishi mmoja bungeni, huku kata ya Murungu katika jimbo la Muhambwe mkoani Kigoma ikiwa na wakazi 84,449 lakini inawakilishwa tu na diwani. Hali hii inaonyesha kuwa hakuna usawa katika ugawaji wa majimbo. Aidha, ametaja mikoa mingine yenye mgawanyo usio wa haki, akieleza kuwa jimbo la Madaba mkoani Ruvuma lenye wakazi 65,215 lina mwakilishi mbungeni sawa na jimbo la Bariadi lenye wakazi 644,312 na jimbo la Lindi mjini lenye wakazi 95,098 lina mwakilishi mmoja sawa na jimbo la Dodoma mjini lenye wakazi 765,179. Kutokana na hali hii, Ndolezi amesisitiza kuwa ni muhimu kwa INEC kurekebisha mgawanyiko wa majimbo ili kuhakikisha haki na uwakilishi wenye usawa kwa wananchi wote. Umetoa wito kwa tume hiyo kutumia takwimu sahihi katika ofisi ya taifa ya takwimu NBS ili kuhakikisha kuwa ugawaji wa majimbo unazingatia idadi ya watu, jiografia na mahitaji ya maendeleo. Aidha, amesisitiza kuwa ugawaji wa majimbo haupaswi kufanywa kwa misingi ya kisiasa au kwa manufaa ya chama tawala, na badala yake mchakato huo unapaswa kuwa wa kitaalamu, wazi na unaolenga maslahi ya wananchi wote. Pia amehimiza kuwa INEC inahakikisha kuwa inazingatia ibara ya katiba zilizopo, hususan ibara ya 76, 75(1) na 76 ambazo zinahakikisha uwakilishi wenye haki na uwiano sawa wa wananchi. Kwa mujibu wa Ndolezi, ugawaji wa majimbo ni swala nyeti na linahitaji umakini mkubwa na haki kwa kila mwananchi. Amesema kuwa iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa kurekebisha hali hiyo, nchi itaendelea kurudia makosa ya nyuma ambayo yamekuwa yakisababisha ukosefu wa haki katika uwakilishi wa wananchi na hivyo kudhoofisha maendeleo ya taifa kwa ujumla. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho amekizungumza Ndolezi mara baada ya kuweza kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na wananchi.